ni Bangene Msosheleonare Babu Felix Mwembamba mwana wa Mbanda acholona chisola sona saila kengena nyama ya sengi. Naomba kutoa msamahani kwanza kwa sababu labda watu watakwenda kuchukizwa, tunaweza kafanya kitu lakini wengine wataona ni kibaya. Kwa wale wote ambao watakwenda kuona ni kibaya watanisamee bure. Lakini nimechukua fursa hii kwa sababu ya kukumbusha au kuwahabarisha watoto ambao walizaliwa kwenye miaka ya 2000 ambao hawaijui Fizi na utajiri wake. Kwa sababu ni muhimu sana kuwafunza watoto wetu waitambue teritware yao. Na jana tulifanya audio ya dakika 7 na leo tutaongeza. Lakini kabla hatujaongeza tutakumbusha tena. Kwa sababu ya ushauri kwamba watu waliona tuanze tutume audio zote kwa pamoja ili watu wengine watakuwa wanaandika. Sasa kwa mapungufu utanisamee kwa sababu ni lugha ya kigeni ambayo tunaongea. Maana watoto wetu hawajui Kibembe, walio wengi wanaongea Kiswahili. Ndio maana tumechukua fursa hii kuwaambia wao watoto, kwa sababu wazee wanavijua vingi tu. Na nitaanza tu kukumbusha yale ambayo tuliyaongea jana. Jana tuliongea kwamba tuko statistike ya 2018 ilikuwa tuko na watu 405,255 kwa kimombo 405,255 habitants, na tukasema superficie iko na 41.745 km². Tukasema hiyo jana kwamba Fizi toka mwaka wa 1500 toka mwaka wa 500 kumrazi, toka mwaka wa 500 baada ya Yesu Kristu, Fizi ilikuwa ni inchi tegemezi, inchi ambayo inajitegemea, ambayo haikukuwa inaongozwa na utawala wa Kinshasa. Hiyo inchi ilikuwa inaitwa Ise au Ebalo ya Babembe, na ilikuwa inaongozwa na wami au wafalme. Bubembe ilikuwa inchi ambayo haikukuwa kwenye utawala wa Kongo, na kuna tarehe za kuunganishwa Fizi au Bubembe Ese au Ebalo ya Babembe kwa Kongo, yani inchi ya Babembe kuunganishwa kuwa tarafa katika inchi ya Kongo. Hiyo tarehe ilikuwa, watu labda wataandika tarehe rasmi ambayo iliungwa Fizi, ambayo ilikuwa inaitwa Ese ya Babembe au Ebalo ya Babembe kwa Kongo, ilikuwa ni tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka wa 1926. Naishi hapa, tuko pamoja. Na hapo mnamo mwaka wa 1931 ikaitwa zone ya Fizi. Ndo hapo jina la Fizi lilipoanza. Na tukasema tena sekta 5 ziliundwa katika tarafa la Fizi katika mwaka wa 1937. Baada ya mwaka wa 1931 kupata jina la Fizi, ili kuunda sekta zikaundwa mwaka wa 1937. Na hizo sekta zinajulikana, na kwenye hiyo tarafa ambayo limeundwa Fizi lenye masekta 5, Fizi iliambatanishwa na Mwenga mnamo mwaka wa 1947. Ilikuwa ni tarehe 31 mwezi ni wa 12. Makabila ambayo yalikuwa yakipatikana, hiyo jana tuliyasema, tena tunayakumbusha, ni kwamba kulikuwa makabila yafuatayo. Tunaenda hapa chini tufatane vizuri.
kabila la kwanza ilikuwa ni kabila la Babembe. Katika hiyo inchi ya Wabembe ambayo ilikuwa inaitwa Ese au Ebalo ya Babembe, inchi sisemi territoire, katika mwaka wa 500 baada ya Yesu Kristo kwenda. Inchi ya Ese au Ebalo ya Babembe ilikuwa deja inaregistre, na hapo makabila ambayo ilikuwa mwiyo inchi Ese au Ebalo ya Babembe ni haya yafuatayo. Kabila la kwanza linaitwa Babembe, kabila la pili linaitwa Bazoba, kabila la tatu linaitwa Babwari, kabila la ine linaitwa Babinja au Babinja, kabila la tano Bagoma, na kabila la sita Bazimba. Hiyo ndo makabila ambayo ilikuwa inaishi katika inchi ya Ese au Ebalo ya Babembe mu miaka 500. Hapo Mnyarwanda hata hajazaliwa. Mnyarwanda ambaye anajiita Mnyamurenge hata hajazaliwa. Sasa mkisikia Wanyarwanda wanakuwa wanasema sema huko, hiyo inchi nyie Wakongomani tunawaambia. Ndiyo kabisa, ana haki ya kusema nyie Wakongomani tunawaambia, kwa sababu yeye anajijua kwamba ni mkimbizi. Tena si mkimbizi, alikuja kama mtumwa. Mtafisikia alikuja Mkongo kama mtumwa, sio mkimbizi. Kuna wale walikuja kama wakimbizi na kuna wale ambao walikuja watumwa. Mtavisikia. Sasa tunaamua kusema ili watu watoke kwenye distraction ya kuwa wanadanganywa na Wanyarwanda kwamba sisi tuko Wabembe, na tutaomba hizi audio zikuwe partage kama itawezekana. Mungu akiwabariki mnazitumia Wanyarwanda wasipate, kwamba tunawajua walivyokuja na tunawajua walivyoingia na miaka na miaka. Asante. Hapo inchi ya Bubembe ilikuwa na uchumi wake au utajiri wake. Sasa hizi hapa ni uchumi ambazo zilikuwa katika hiyo inchi ya Ese au Ebalo ya Babembe ambayo inaitwa kwa sasa tarafa la Fizi. Fizi iko na rasilimali nyingi sana ambazo hata inchi ya Rwanda haiwezi kujilinganisha, na ndio sababu ya Wanyarwanda kutaka hata Minembwe tu waipate, kwa sababu katika ile milima ya Minembwe kuna baadhi ya madini ambayo haitaweza kuonekana katika ardhi ya Rwanda mpaka gisi Mungu atakuja. Na hayo madini ndo yanatuma sisi tunakufa vifo kila siku, marebelio kila siku, na sababu ya marebelio kuwa yako fonde na Banyarwanda nitawaambia. Utajiri wa kwanza katika hizi grupe sita za mautajiri ambazo ni uti wa mgongo katika inchi ya Ese ya Babembe mnamo miaka 500 baada ya Yesu Kristo kwenda. Utajiri wa kwanza ni meto précieux au or. Meto précieux muko or. Hii ni grupe ya kwanza, meto précieux muko or. Meto de base et industriel muko cuivre. A. B. Muko colta. C. Muko uranium. D. Muko zinc. E. Muko plombe. F. Muko cadmium. G. Muko germanium. H. Muko chrome. U. Muko nickel. J. Muko fer. K. Muko manganese. Na mwisho ni diama. Na muko zingine na zingine kama vile mercure rouge na kadhalika. Atukutia charbon pale, labda tutaziona kule mbele. Hayo ndo madini ambao ni uti wa mgongo, lakini mengine yapo. Tunaenda na etat derive. Kuko wolfram, état éteint et dérivé. Éteint et dérivé. Hapa sijui wataalamu wa madini watanisaisha vizuri, kwa sababu siko kwenye hii domain sana. Kuko wolfram, colombtatalite.
kuko beryl, kuko monazite muiyo grupe etain et derive, muko hizo grupe au hiyo madini hivyo. Mimi siyajui, mpaka watu waliosomea madini wataenda kuyajua huko na watafanya research. Combustible, mcombustible muko charbon, grupe ya ine hiyo. Muko charbon, muko potentiel petrole au petrolier, yani petroli iko amo na vingine na mazutu vile ndio banabebana vile. Uchumi, tuko uchumi au utajiri ambao uko inchi ya ese au ibalo ya Babembe. Naomba mnielewe vizuri. Yule ambaye hajaelewa ataniuliza swali, na wale ambao wataandika waandike. Hydrographie et pêche. Hapa tuko na lake Tanganyika, muko samaki au poisson, manioke au muko miogo, tuseme Kiswahili kwa sababu watoto waelewe. Muko samaki, muko miogo, muko reserve Mbondo, ndio ile parke nationale pale, reserve Mbondo jina yake ile. Tuko na miti mizuri, tuko na ardhi nzuri, tuko na majani ambayo yanafia kule Minembwe, watu hawataki kutoka kwa sababu ya yale majani ambayo hawezi kuonekana Rwanda. Na tuko na petroli pia na chumvi. Mulake Tanganyika, hii petroli inatoka Ruzizi ndio inaingia mpaka huko. Lakini pia kuko petroli ambayo iko Karamba, nafasi zingine, na chumvi iko pale. Hiyo ni ya ine. Ya tano ni hydrographie et pêche, ndo ya tano ndio tushamaliza. Ya sita ni agriculture. Hapa katika hii tunaona hapa tena muko miogo, kuko maharagi, kalanga, bois rouge, miindi na ngazi na kadhalika. Huo ndio utajiri ambao uti wa mgongo muhimu kabisa katika inchi ese au ibalo ya Babembe, ambao kwa sasa inaitwa ni tarafa la Fizi au zone ya Fizi. Na kuna lugha ambazo zipo katika hii inchi au tarafa la Fizi ambao zilikuwepo na zipo mpaka sasa. Hizi lugha zilichukuliwa ni mwaka 2018. Hizi lugha, yani hesabu ya lugha ambazo zinaongeleka katika tarafa la Fizi ni za kisasa sana. Hizi sitazitaja, lakini tu kwa faida ya walio wengi wajue lugha ambazo zinasemeka katika tarafa yao, maana tunawaambia watoto wajue. Lugha ya kwanza ni Kibembe ambayo iko na 70%. Lugha ya pili ni Kiswahili ambayo iko na 65%. Lugha ya tatu ni Kinyindu ambayo iko na 22%. Lugha ya ine ni Kizoba ambayo iko na 18%, na lugha ya mwisho ni Kifulero iko na 10%. Huyo sio mimi na wala sio ujuzi wangu, nafanya kulingana na wataalamu. Tunaenda na historia ya kuingia kwa Wanyarwanda mu inchi ya Zaire ambayo ilishaingiza tarafa au inchi ya ese au ibalo ya Babembe kuwa tarafa la Fizi. Yani Zaire inakeir Wanyarwanda. Wanyarwanda hawa wadada wanaojiita Wanyamurenge kwa sasa. Wanyarwanda walianza kuingia Mkongo wakati wa ukoloni mu mwaka wa 1915. Tarudia, Wanyarwanda walianza kuingia Mkongo kupitia wakoloni mu mwaka wa 1915 kumrazi. Walikuja kama watumwa. Hawa watu ni watumwa tu. Hawa watu ni watumwa. Walikuwa wanakuja kufuga,
ng'ombe za wakoloni na kulima maharagi. Wao ni watumwa. Wakati huo Wabembe walikuwa hawafanyi hizo kazi za kilimo cha kutumikia yule mkoloni. Sasa mkoloni akaenda upande wa pili, akaleta Warundi, akaleta na Wanyarwanda. Na huo ulikuwa ni mwaka wa 1915. Ndio walikuja kama watumwa. Na hesabu walivyokuja tutawaambia. Mimi naitwa Babu Felix Mwembamba mwana wa Mbanda. Mnamo mwaka wa 1955 wakimbizi kutoka Rwanda waliingia Mkongo 16,000, donc 60,000 personnes waliingia mu tarafa la Masisi. Tarafani Masisi ndo waliingia, na walianza kuingia mwaka wa 1949 hao wakimbizi. Watu wataniuliza mbona hao unasema waliingia 1950, hasa hao wanakuja mu 1949? Haiko mie. Yaani hawa walianza kuingia mu 1949 mpaka mu 1955. Hii idadi ikaenea ya wakimbizi waliotoka Rwanda wakaeneza 60,000 personnes fasi inayoitwa Masisi. Kwa hiyo miaka Wanyarwanda waliingia Masisi kuja kufanya kazi kama watumwa. Hapo walikuja wakimbizi, lakini walikuwa wanatumikishwa kama watumwa. Mufasi inayoitwa Masisi, mu territoire ya Masisi, wakimbizi Wanyarwanda walikuwa tu wanatumika kazi za mkoloni, ni watumwa tu. Kwa hiyo wasibishe kabisa. Na walikuwa wanatembea kama nyama. Hawawezi kutembea mbio. Awe mtoto, awe mama na mtoto mgongoni, yani wote mbio kama nyama. Yani vile nyama gisi zinavyoenda na ndio gisi wapo wanaenda mbio wote. Wanaweza kutoka kwenye kilomita 1 na kulala kwenye kilomita 45. Watu walikuwa wanatembea sana. 45. 55. Yani 55 kilometre wanalala na nyama pale. Na hivyo nyama ziko ndani nakula, zinakunywa. Sasa fikiria, zinakula, zinakunywa, wanasimama tena wanaenda mbio, fasi zingine zinasimama, zinakula, zinakunywa. Lakini watatembea 54 55 kilometre. Kama ni wapi na wapi peke unajua. Yaani wanatembea mbio kama nyama. Hizi si ni nyama tu. Tunaenda na maandiko. Wakimbizi wa kwanza kuingia Mkongo ilikuwa mwaka wa 1959. Tofauti na wale ambao walikuwa wanakuja kukimbia njaa kwao, wanakuja Mkongo, wanakuja kama watumwa, walikuwa wanajiingilia tu, walienea hesabu ya 60,000 personnes. Walikuwa wanakuja kuanzia mwaka wa 1949 mpaka 1955. Sasa mu 1959 ndio wakimbizi wa kwanza sasa wenyewe wanajulikana na ACR. Wasiingie kinyume cha sheria, wakaingia. Hawa walikimbia vita ya mapinduzi ya kijamii ambayo ilipitika nchini Rwanda. Baadaye watajua kama kweli kulipitika, na wenyewe Wanyarwanda watajua hilo. Kama kweli kule Rwanda kulipitika vita vya 1959, ndio wa kwanza wakimbizi kuingia na kupokelewa kuingia nchi ya Zaire kama wakimbizi, tofauti na wale Wanyarwanda ambao walijaa Masisi. Sasa kule Masisi ukiona vita vinakuja vya Wanyarwanda mpaka waanzie Masisi, wana sababu zao. Yaani wanajua Masisi ni nchi yao. Ndio maana ulisikia Kagame anasema Goma, Masisi kote kule nisha kamata ni kwangu.
kwa sababu alikuwa anapandikiza watu kule, baadaye watugeuke sisi. Kwa hiyo watu wa Masisi, kuna makabila ya Wanyarwanda Watusi ambayo wanataka hii nchi igabulike. Utasikia wewe, fuata tu audio, usichoke, kwa sababu uelewe nchi yako na uandike hivi vitu ifo kwenda navyo mkaye. Wenzetu wanaandikaka, sisi tukisikia hivi tunatupa. Usitupe na usidharau mtu aliyesema. Wewe kubali neno, ni dharau mimi siko kitu. Sina hata sanfra mega ya 1000 francs natia hapa pour nikufikishie hii habari. Labda mimi nilivipata kwa research kubwa sana za mingi kwenye wewe hautazisikia, lakini uprofite kuzisikia hapa. Na sitakufa navyo, ifo niviache mwingine ambie mwingine, na tujue kwamba mbaya wetu ambaye alijinfiltrer kushie depuis des années. Hii probleme haiko ya jana, ni yatangia kizazi kwenda kizazi yani wenzetu walikuwa na maprojet ya depuis 1950. Sasa wewe ujiulize, 1950 ulikuwa ushazaliwa? Jibu nayo. Wakakimbia vita, walikimbia vita vya mapinduzi ya kijamii nchini Rwanda 1959, wakapokelewa. Lakini wapi? Masisi tena. Kufika mwaka wa 1994, hapa kuna mtanisamee bure. Hapa 94 tena inakuya aye. 94, acha tuende hivyo. Wakamuua rais wao Habyarimana Muutu, akaingia Mtusi Kagame, wakaiita mauaji ya kimbari. Hii kila mtu anajua. Juu hapa watoto walikuwa tayari washazaliwa. Hii ya vita au kuingia kwa Kagame kwenye madaraka, hii watu wanaijua hii. Hii watu wanaijua. Na tutashuka na maandiko hapa, audio nyingine. Mtanisamee bure watu wetu, lazima muisikie, hii ni ya maana, msichoke ndugu zangu. Mtusi alianza kuingia Masisi toka mwaka wa 1945. Ndo alianza. Waliingia ni watu 25,000 personnes. Yani zamani sana kabisa. Zamani sana. Yani ilikuwa ni mwaka hii 25,000 personnes. Niweke wazi watu wanisikie, juu kuko watu wako na makaratasi wanaandika. Kuanzia mwaka 1933 wakaanza kuingia. Walieneza hii effectif ya 25,000 personnes mpaka mwaka wa 1945, yani 45. Yani kuanzia mwaka wa 1933 mpaka mwaka wa 1945 ndio wakaeneza hii effectif. Hawakuja wote siku moja, mpaka walikuja siku moja wakaeneza 25,000 personnes. Hapana, yani walikuwa wanakuja hii miaka. Wewe utapiga kalikile, kwa hiyo miaka inasema ni miaka ngapi yenyewe walioneza hii effectif ya hawa watu kuingia Mkongo kule Masisi. Mwaka wa 1955 wakoloni walihesabu Watusi 117 walioingia Sud Kivu. Na yenyewe sasa Watusi kuja Sud Kivu walikuja mwaka wa 1955. 1955 wakoloni waliwahesabu Watusi 70,000 walioingia Sud Kivu. Na huo ndo mwaka wa wakimbizi wa Rwanda walipoingia Mulenge. Wale wakimbizi ambao walikuja muile miaka ya 1955, wengine wakatoka kule Masisi wakaingia mpaka kilima kinachoitwa Mulenge. Ilikuwa ni tarehe
1955 wakati Kongo ilikuwa deja isha kamata Zaire, isha kamata Fizi, ambao Fizi ilikuwa inaitwa ese au ebalo ya Babembe depuis 500, depuis mwaka wa 500 baada ya Yesu Kristo ilikuwa inchi. Hawa wajamaa hawajafika, naomba utuelewane sawa. Lakini sasa inchi ikachukuliwa kuwa tarafa la Fizi mnamo mwaka 1926 ikakuwa tarafa la Fizi. 1931 ikawa tarafa la Fizi, ndio ikawa tarafa la Fizi, lakini iliungwa rasmi mnamo 1926 ndio ikaungwa Mkongo au Mkongo à l'époque, na 1931 ikawa tarafa la Fizi. Sasa na ikafanywa masekter 5 mwaka 1937. Sasa hawa wajamaa wanakuja kuingia, Wanyarwanda wanakuja kuingia Mkongo mwaka wa 1955. Sasa kutoka ku mwaka wa 1931 ambao tarafa inaundwa mpaka ku mwaka wa 1955, piga mahesabu, hawa watu ni Wakongomani au sio Wakongomani? Na pale Mulenge ni kwao au sio kwao? Majibu wewe mwenyewe unayo. Wewe ambao uko kwa upande wa M23 una majibu tosha. Upige mahesabu, si umesoma? Piga mahesabu, hiyo kazi utanirahisishia. Utapiga mahesabu wewe mwenyewe, unajua kumbe hao watu walikuwa wanakudanganya au hawakuwa wanakudanganya. Kazi yao waliokuwa wanafanya, walikuwa wanafanya kazi ya kilimo na kufuga au kulinda mifugo ya wakoloni. Hawa walikuwa ni watumwa. Hata kama walikuwa wakimbizi, lakini walikuwa wanachukuliwa ni watumwa tu kulingana na hali wanavyoishi. Sijui kama nisimamie hapo au niendelee. Mambo ni mengi. Ripoti ya wakoloni inasema kila mwaka Wanyarwanda na Warundi walikuwa wanashindishana, yani kugombeana, yani mwe mlishaingiza bamingi, mwe na sisi tutaingiza. Wanashindishana kila watu waingize wa kwao. Kwa mwaka walikuwa naingiza zaidi ya 20,000 personnes kwa mwaka mzima. Kwa mwaka mmoja walikuwa wanaingiza zaidi ya 20,000 personnes kuanzia ku mwaka wa 1955 mpaka mwaka wa 1973. Hapa Mobutu tuisha kamata inchi ya independence isha kuya, Zaire isha anza kazi, ndo walistope hii kuingia Mkongo en désordre. Donc Wanyarwanda na Warundi wako humu tele. Mtu akikwambia huyu ni, hata kama alikomalia bawili ngoma tu consort, wenye bako wanajiita Bakongole, ni bazazi yabo na batate yabo. Mebali bambia siye kwetu kwenye tunatoka ni Rwanda, mwingine anambia mwenzake ni Burundi, mebandi juana. Bale benye balitoka Batusi bote, bale niko nasema vile ni Batusi. Bali juana. Ase siye kwetu tulitoka ni Rwanda. Hapa vingine kwetu tulitoka ni Burundi, lakini siye bote tuko Batusi. Batoto yabo ndio hapa wanaanza tupiga sasa. Au bajukuru kubajukuruza ndio hapa wanaanza tupiga. Juu kuanzia mwaka wa 1955 mpaka kustope kuingia hapa 1973, na hawa watu kumwaka walikuwa wanaingia 20,000 personnes. Piga mahesabu, hii miaka iko hapa. Hawa watu wako humu, watu wangapi? Na walikuwa wanaenea kila fasi, wako Lubumbashi, wako Kasai, wako pale kwenye mkoloni alikuwa anabeba. Hawa ni watumishi wanaenda kupandikizwa kwa sababu nchi ilikuwa ni kubwa na watu kipindi hicho walikuwa ni wadogo. Naitwa Babu Felix Mwembamba, bwana wamba ndani communicateur wa VDP. Nataka tuwaambie watoto, usiwafiche. Tumeongea katika lugha ya Kiswahili kwa sababu hiyo faida ya watoto wetu waisikie. Maana kuna watu wazazi ambao hivi hawajui, na watu wote hawezi kujua. Ndio maana Musa alikuja akaita Haruni pembeni yake. Sisi ni mimi ni Haruni. Nimepewa maneno sema. Na ndio maana nimesema. Kwa hiyo wewe ukinisidharau mimi kwa sababu unanijua, unapoteza haya maneno ambayo ni ya muhimu wewe kuyajua. Kumbe usiangalie mimi nasema nini. Angalia haya maneno yametoka wapi? Sio mimi. Mimi ni nani ule? Ule mtu ambaye ametumika na Musa
kama ni Haruni mtanisamee, sijui mtani comprendre mon emotion, ndio vile niko hapo. Donc hawa watu waliingia humu sana na wakapenda, wakajuana sana, walijuana. Ukiona mtusi anarenye atakamata tu wa ndugu zake, ndio maana uliona Kabila alikuwa na nome wale wa ndugu zake wa miaka. Lakini sasa wewe kwa sababu haujui tena, au wazazi wetu wa zamani wa Kifulero, wale wa asili, wa Vira wa asili, wa Bembe wa asili, wa Rega wa asili, hawapendi kusema kwa sababu wanasema hawatajua tena kwao. Kumbe mtusi sio hivyo. Mtusi yeye hata afanye siekle 5, wale wajukuluza watakuwa wanajua tu baba yetu sisi ni fulani, na siku moja hii nchi tutaivamia. Kumbe na wewe mkongomani halisi ukijiona wao wanajikusanya na unawafuata, yani wewe ndio una akili. Lazima sisi tufanye bidii, tujikusanye huku tuliko ili tugomboe hii nchi imetekwa. Na acha hao wazee wanipe haya maneno, mimi Haruni niendelee kuyasema. Sijui kama ni Haruni, mtanisamee bure. Ndo wapo tulipoishia ni kwamba wameingiza 20,000 personnes para kuanzia mwaka wa 1955 kustope hiyo importation ya bumbafu au Batusi, ilikuwa ni mwaka wa 1973. Alafu sasa kuliko wajenge huku, maslahi yao yote wanajenga ni Rwanda. Na wa Burundi wenye walitoka Burundi, maslahi ni kujenga Rwanda. Wakipata kazi huku, maslahi ni kujenga Rwanda. Wako tofauti na Wahutu wa Burundi, wako tofauti na Wahutu wa Rwanda. Naomba mnielewe vizuri. Nataka kumaliza.